Hii sukari tunaoiona leo sio sukari tulioanza nayo. Sukari ya leo ni wanga, na ndio maana inaongeza uzito. Ni wanga 100%. Upande wa moyo ni mzigo mkubwa kwa sukari. Moyo ni injini. Unapoongeza uzito, unapoongeza pressure na kuongeza mafuta mabaya, moyo unaanza kutofanya kazi sawa sawa. Labda niwakumbushie tu kwa nini tunaita mashine. Na kwa sisi ambao tumefanya kazi ya kupasua moyo huko nyuma, basi nafikiri nilisema hii mwaka jana, imani yako kwa Mungu, kwa Allah inaongezeka zaidi, kwa sababu vitu vilivyojipanga pale, unatakiwa usogeze sentimita moja tu, unaona unavyoweza kumbadilisha mgonjwa au akakupotea pale kwenye meza. La ilaha illa Allah. Kila siku una mapigo 103,000. Wewe uhesabu hapo, mimi naomba nikusaidie kwa ajili ya kila siku tu 103,000. Kwa hiyo uhai wako una mapigo karibu bilioni 3.5. Na mimi kama daktari wa moyo huwa nikimuona mtu ana wasiwasi sana kiroro, nasema sasa huyu anayapeleka mapigo moyo yatatoka 103,000 yatafika 200,000. Akiyamaliza hayo tunasema amekupenda zaidi. Madaktari wanakufikisha kwenye kusafisha figo, dialysis 180,000 kwa session moja. Kuna watu wamepangiwa 3 pale kwa wiki. Anaanzia wapi? Na mimi nimesimamia ile hospitali pale karibu miaka 3 ya taifa, na ile ya moyo karibu miaka 8. Sababu namba moja kubwa ya wagonjwa pale, tulikuwa tunafanya session zile za kusafisha 150 kwa siku mpaka leo Muhimbili 150. Sababu namba moja ya wagonjwa, wakiwa wagonjwa wako 100, sababu namba moja kisukari, namba 2 shinikizo la juu la damu, namba 3 vidonge hivi Diclofenac, diclofenac. Tunaamua tu, ngoja nasikia maumivu, ngoja nikanywe. Nasikia maumivu, anaishia kuharibu figo zake, anaishia kwetu pale. Figo zinachoka kimya kimya kwa sababu ya sukari. Na utaanza, dalili za kwanza ziko rahisi kabisa. Unaanza kusikia uchovu, miguu inaanza kuvimba kidogo, anasema nilikuwa safari bwana. Akipimwa anakuta figo zimeathirika. Nalisemea hilo hapa kwetu, gharama yake itakuwa kubwa sana kwetu. Kwako wewe binafsi, mimi nasimamia Afrika, kati ya 40% mpaka nchi zingine 75 wanatoa hela mfukoni kwa ajili ya matibabu, out of pocket treatment. Wanampa, unakuja kulipia, mgonjwa ana tatizo la figo, kafikia mwisho, unalipa leo, kesho Mungu anachukua roho yake. Wewe umekopa au umeuza ardhi au umeuza gari yako au baskeli yako, ndugu katangulia mbele ya haki na wewe umebakia maskini. Kwa hiyo tuna recycle, si mnasikia tuna recycle chupa hapa, zinaokotwa zinapelekwa. Sisi tuna recycle umaskini kwa sababu ya afya. Kitu cha 4 kinachoathirika ni ini. Sasa hili la ini naomba nilielezee vizuri kidogo. Mimi nilipoanza udaktari na madaktari wengine wote, ilikuwa ukija hospitali tukikukuta ini lako limejaa mafuta na limeanza kuathirika, liver cirrhosis, ilikuwa sababu yetu ya kwanza, tunasema huyu ni mlevi kupindukia. Ilikuwa ni kwa sababu ya pombe, na siongelei huko miaka ya 20, hapana. Hii miaka ya 90, bado ulikuwa ukija hospitali tukikuta ini limevimba au lina mafuta mengi kwenye ultrasound, tunasema huyu atakuwa anakunywa. Unajua nini kilichobadilika? Mimi na watoto pale
nilikuwa na watoto pale Muhimbili, miaka 5, miaka 9, ini limejaa mafuta. Hanywi pombe huyu, malaika wa watu. Lakini baba katoka kwenye mall kubwa, shopping kubwa, mle ndani kuna cereal, kuna biskuti, kuna chocolate zote, kuna aina yote ya soda unazozijua. Yaani ni vyakula vya kusindika baada ya kusindika baada ya kusindika. Tumeenda kuwapa maradhi. Hii hospitali yetu ya taifa ina kliniki ya watoto wa kisukari. No. Haya matatizo hayakuwepo mwaka 80 tu hapa kurudi nyuma. Kwa sababu ulikuwa unabeba muogo hapo, unabeba mchicha, chicha. Mimi nimekaa Kiungani pale kwenye kona na sikukuu. Nasikia chicha, dagaa bichi. Na sasa tusijitizame, kuna mtu aliniuliza juzi hapa, sasa watu wenye kipato kidogo sasa wenye kipato kidogo ndo hatari zaidi. Kwa sababu hawana chaguzi. Hapo kuna zege. Jero naweza kupata lakini mimi naomba kachungulie yale mafuta wanaotumia. Yanatoka kuwa na rangi ya dhahabu mpaka yanakuwa na rangi ya lami. Kwa hiyo kuwa na kipato cha chini sio kwamba wako salama zaidi, wao ndo wako kwenye hatari zaidi, kwa sababu hawa wengine huku somo likiwapata wanaweza nataka avocado salad, nataka hiki. Kwa ndugu zangu, wote tuko kwenye athari hizo. Mtoto akitoka shule, chipsi na tamtam. Shule zetu zimezungukwa. Sasa hivi najaribu kufanya kampeni kwa hii nafasi nilokuwa nayo. Tamtam karibu ya shule sio rahisi kuliondoa, lakini ukilitizama kwa muda mrefu athari zake tutazikuta huko mbele. Leo ndugu zangu, sukari imekuwa rahisi zaidi kuliko wakati wote toka imeanza. Kwa sababu gani? Imejificha kwenye vyakula vingi kama sio vyote. Imeongezwa kwenye vinywaji, kuna sukari. Na mara nyingi nimeshasikia mimi wagonjwa wangu, nafanya hii kazi zaidi ya miaka 25. Mimi situmii sukari kabisa. Namuuliza, umekunywa juisi? Lakini juisi yeye kidogo tu. Ndio umetumia sukari share. Subscribe kisha share video hii na wengine ili waelimike. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu, tuandikie katika comment section na uendelee kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Hii ni TNA. TNA, stay informed, stay healthy.